Wizara inatoa salamu nyingi sana kwa Wanashinyanga, chuo pamoja na jumuiya na mkoa mzima kwa kazi nzuri mlioamua kuifanya ya kushirikiana nao. Mheshimiwa Waziri Profesa Adolf Faustin Mkenda, mbunge wa Rombo, na waziri wetu pia naibu wake, katibu mkuu na timu nzima, inasema inawashukuru sana. Nasema asante sana. Kwa furaha na heshima kubwa nasimama mbele yenu leo kushiriki tukio hili adhimu na kupokea rasmi mabweni yaliyokarabatiwa na Wanashaikom alumni. Hii ni siku ya kipekee inayodhihirisha mshikamano, upendo na ari ya maendeleo ambapo jamii ya Shaikom imeendelea kuonyesha kuwa kwa miaka mingi. Hongereni sana. Sote tunafahamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 1 mwezi wa pili mwaka huu pale Dodoma alizindua sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 14 toleo la mwaka 25 na mtaala ulioboreshwa. Kwa hiyo hii kazi mliofanya ni mwendelezo wa kazi ya Mheshimiwa Rais na wizara na serikali kwa ujumla katika kuhakikisha kwamba mazingira ya kutolea elimu yanakuwa mazuri na yanasababisha wanafunzi wasome. Nasema tena hongera. Napenda kuanza kutoa pongezi za dhati kwa Wanashaikom alumni kwa juhudi zao kubwa katika kuhakikisha kwamba miundombinu ya chuo cha ualimu Shinyanga inaendelea kuwa bora zaidi. Sote tuliona pale walipokuwa wanaonyesha kwenye presentation ya zamani ilikuwaje na mpya ilikuwaje. Hongera sana mama katibu na timu yako. Juhudi zenu ni mfano halisi wa uzalendo, mshikamano na mapenzi kwa taasisi hii ambayo iliwalea na kuwapa misingi imara wa maisha. Serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatambua na kuthamini mchango wenu mkubwa katika kuinua viwango vya elimu nchini. Hakika mcheza kwangu tuzwa. Tunakumbuka kuwa chuo chetu kimekuwa kitovu cha kutoa elimu bora kwa walimu wanaohitimu hapa na kwenda kuhudumu sehemu mbalimbali nchini kwa kuboresha mazingira ya kujifunzia na kujifundia. Mmewasaidia si tu wanafunzi wa sasa bali pia vizazi vijavyo ambavyo vitapita katika vyumba vya madarasa na mabweni mliokarabati. Tunapokea mradi huu kwa mikono miwili na kwa heshima kubwa. Ni matumaini yangu kwamba mabweni haya yatatunzwa vizuri ili yaweze kuendelea kutumika kwa muda mrefu kwa manufaa ya wanafunzi, walimu na jamii kwa ujumla. Kama alivyosema mkurugenzi aliyemaliza kulikaribisha, tulikuwa na mradi unaitwa Danida na kulikuwa kuna slogan ya PRI maintenance. Sasa tuwe na culture, bomba likianguka, mlango ukitoka, hebu hakika tuone uwivu na uchungu kwamba kazi hii ni fedha imetumika na muda. Kwa hiyo wanafunzi mnaoenda kulala mne, muweze kuwa waangalifu katika kuhakikisha kwamba yanabaki na wenzenu wanayakuta. Pia tunatoa rai kwa wanafunzi wa sasa kuchukua mfano kutoka kwa Wanashaikom alumni na kuona wajibu wao wa kuendelea kukienzi na kukitunza chuo hiki hata baada ya kuhitimu. Tuwe tunajivunia, we have to be very proud mahali tuliposoma. Unasema chuo changu bwana, chuo ni kwetu pale Shaikom. Na ninyi muige hili na hakika mtafanya hili. Ndugu zangu, maendeleo ya elimu yanahitaji mshikamano wa wadau wote. Ushirikiano wenu ni ushahidi tosha kwa maendeleo hayawezekani kwa juhudi za mtu mmoja pekee, bali kwa mshikamano wa wote. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa kila mmoja aliyeshiriki katika kufanikisha ukarabati huu, iwe ni kwa hali, mali au mawazo. Kwa kweli mmeonyesha mfano bora wa kujitolea kwa maendeleo ya sekta hii. Hongereni tena sana. Serikali yenyewe peke yake haiwezi, lakini pia inaweza ikafanya kwa kiasi chake. Ila ni wajibu wa sisi wote kuona tunataka walimu, tena walimu bora watakaofundisha. Taifa lililoelimika huwa maendeleo yanapimwa kwa kiwango cha elimu ya watu wa nchi hiyo. Napenda pia kutoa wito kwa wadau wengine wa elimu, wahisani na jamii kwa ujumla kujitokeza kuunga mkono jitihada hizi ili kuhakikisha kwa mazingira ya kujifunzia yanakuwa bora zaidi kwa kizazi cha sasa na kijacho. Pamoja na tunaweza kufanya mambo makubwa kwa manufaa ya taifa. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara yetu Sayansi na Teknolojia imeendelea kutekeleza mpango kabambe wa ujenzi na ukarabati wa vyuo vya walimu, kuhakikisha kwamba mazingira ya kujifunzia
yanaboreshwa kwa kiwango cha juu. Katika bajeti ya mwaka wa fedha uliopita, serikali itenga fedha maalum kwa ajili ya ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya vyuo mbalimbali, ikiwemo vyuo vya ualimu vinavyohudumia maelfu ya wanafunzi wote. Katika chuo cha ualimu Shinyanga, baadhi ya maboresho yaliyofanyika ni pamoja na ujenzi wa mabweni mawili mapya yenye uwezo wa kuchukua wanachuo 152 kila moja, ili kuhakikisha wanafunzi wanapata makazi bora na salama. Ujenzi wa madarasa 16 yenye uwezo wa kuchukua wanachuo 40 kila mmoja na ofisi za walimu 8, ambapo sasa kuna mazingira mazuri ya kufundishia na kujifunzia. Hakika tunaona mazingira ni mazuri, yanapendeza. Ujenzi wa chumba cha mihadhara lecture theater chenye uwezo wa kuchukua wanachuo 200. Uboreshaji wa mifumo ya maji na umeme ili kuhakikisha huduma muhimu zinapatikana kwa wakati na waendelevu. Ujenzi wa tanki la juu lenye uwezo wa lita 40,000. Ujenzi wa tanki la chini la kuvuna maji ya mvua yenye uwezo wa lita 350,000. Ujenzi wa nyumba ya ghorofa moja yenye uwezo wa kuchukua wakufunzi 4. Ujenzi wa uzio kuzunguka chuo ili kuhakikisha usalama wa wanachuo na wafanyakazi. Uwekaji wa taa za umeme wa jua kwenye njia za kupita. Ukarabati wa nyumba 4 za watumishi. Ukarabati wa jiko na bwalo la chakula. Ukarabati wa jengo la utawala. Ukarabati wa mabweni ya UMISETA wa wavulana na wasichana. Ukarabati wa mabweni la muungano wa wavulana. Ukarabati wa bweni la Uhuru Jamhuri na muungano wa wasichana. Upatikanaji wa vitabu na vifaa vya mafunzo ili kuboresha ubora wa elimu inayotolewa kwa watu wetu. Hakika hizi ni jitihada za serikali imeweza kufanya, lakini na ninyi mlipoongezea pale tunawapa heko na hongera sana. Jitihada hizi zimekuwa na manufaa makubwa kwa walimu na wanafunzi, kwani sasa wanajifunza katika mazingira bora na yenye hamasa zaidi. Kwa kuimarisha miundombinu ya vyuo vya walimu, serikali inalenga kuzalisha walimu wenye ujuzi na weledi wa hali ya juu, ambapo watatoa michango mkubwa katika sekta ya elimu nchini. Ndio maana tunasema ajira ni ushindani, kwamba ili upate ajira ni lazima ushindani, uwe mwalimu bora katika unaoenda kuwafundisha. Hakika na nyinyi naamini mazingira yameboreshwa, ndugu wanachuo mliopo, mtasoma kwa bidii, mkawe walimu, tena walimu bora na mahiri. Tunatambua kwa maendeleo hayawezi kupatikana kwa juhudi za serikali kipekee. Hivyo basi tunatoa wito kwa wadau wote wa elimu, ikiwemo mashirika ya maendeleo, sekta binafsi na jamii kwa ujumla, kushirikiana nasi katika kuhakikisha tunaleta mageuzi chanya katika sekta hii. Ongera sekta binafsi, naona kabisa kwamba kuna kitu kinaitwa PPP, Public Private Partnership. Tunafanya pamoja, tunajenga nyumba moja, tusigombania nini? Pia na washukuru walimu na wanafunzi kwa subira na juhudi zao katika kujifunza na kufundisha. Nimesema jamii, shule hii au chuo hiki kipo kwenye jamii, kipo kwenye, ndio maana tumeona viongozi wetu hapa, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wetu, mtaa wa Miti Mirefu, viongozi wenye viti wa bodi, wajumbe wa bodi na wengine nyote, ili chuo kianze kuendelea, kila mtu awe na jicho hapa. Imani yetu kwa kupitia jitihada hizi tutakuwa na taifa lenye elimu bora na maendeleo endelevu, sustainable development. Jitihada hizi zimekuwa na manufaa makubwa kwa walimu na wanafunzi, kwani sasa wanajifunza katika mazingira bora na yenye hamasa zaidi. Kwa kuimarisha miundombinu ya vyuo vya walimu, serikali inalenga kuzalisha walimu wenye ujuzi na weledi wa hali ya juu, ambao watatoa mchango mkubwa katika sekta ya elimu nchini. Ndio maana wameboresha pia mtaala kuanzia elimu ya awali mpaka elimu ya ualimu, ikilenga kuandaa walimu bora watakaokuja kusaidia katika kufundisha mazingira. Ndio maana hata jana, kama mliweza kuona kwenye vyombo vya habari, Mheshimiwa Waziri alikabidhi magari 12 katika wilaya mbalimbali kwa ajili ya wadhibiti ubora wa shule. Wadhibiti ubora wa shule, nyosha mkono wa kuone kwamba wewe ndio jicho. Mpeni makofi makubwa. Anatumia kiunzi kwa kuishirikisha jamii kuona mtaala ulioboreshwa unatekelezeka. Makofi makubwa tena. Lakini pia sote kama wanajamii tuone kwamba bila elimu hakuna maendeleo, na bila elimu na elimu bora hakuna nini. Kwa heshima na taadhima, natamka rasmi kwa mabweni haya sasa imepokelewa na yanakabidhiwa rasmi kwa uongozi wa chuo cha walimu Shinyanga kwa matumizi yaliyokusudiwa. Tunawaomba wanafunzi na walimu wayatunze kwa upendo na kuyatumia kwa malengo yaliyokusudiwa. Binafsi ninayo furaha kubwa sana moyoni kwa jumuiya hii ya wanashaikomu wa zamani. Najua mgeni rasmi atasema kwa kirefu, lakini kama msimamizi wa vyuo hivi vya walimu
Nimefurahi sana kwa sababu kwa kiasi kikubwa sana wana Shaicom Mapendo mmenisaidia mimi, yaani mmenisaidia kazi yangu au performance yangu. Sisi siku hizi kuna vitu vinaitwa performance. Mmenisaidia performance yangu ili iweze kwenda vizuri. Na nashukuru sana huo moyo wa kupanda mbegu, kwa sababu tunapanda mbegu hata kwa vijana ambao wapo sasa wanajua kama watangulizi wetu waliosoma miaka ya nyuma, miaka 30 ngapi iliyopita, 40 wanaweza kufanya haya. Ina maana na sisi tunapigwa deni kwenye awamu yetu, na sisi tuje tufanye nini? Kwa hiyo mimi kama msimamizi wa vyuo vya walimu nashukuru sana, na sijui nafikiri mmeanza kupandikiza. Kuna vyuo vingine na penyewe tayari wameanza. Kuna chuo kimoja ambacho mtoto alikuwa mtoto wa mkuu wa chuo kama hapa Dr. Nandi, mwanae sasa amekwenda kutembelea kwenye chuo ambacho baba yake alikuwa mkuu wa chuo kwenye chuo kimoja wapo. Amefika hapa akasema naomba nikaangalie nyumba tuliokuwa tunakaa, na baba alishafariki huyo. Lakini amefika pale yule kijana mtoto wa mkuu wa chuo alipoangalia nyumba ya baba yao walipokuwa wanakaa, sema tulikuwa tunakaa hapa na sisi tumezaliwa hapa, tumekulia hapa, tumefanyaje? Unajua pale aliingia akatoa milioni 20. Yaani ukarabatiwe nyumba ya principal ambako baba yake alikuwa ni principal pale. Na ndio vingine wameanza, nikasema wameiga Shaicom nini hapa. Kwa hiyo mimi nawashukuru sana. Usimamizi wa vyuo vya walimu hivi viko 35 kwa sasa ambavyo vinafanya kazi ya serikali, na cha 36 bado tunategemea kianze mwaka huu. Na kama mlivyosikia historia hapa, hiki kilianza mwaka 65. Kwa hiyo vingine kuna chuo kimeanza mwaka 1922, vingine 28. Unaweza ukaona kwa kweli vimeanza kufanyaje? Vimeanza kuchoka, vinahitaji ukarabati wa hapa na pale mkubwa tu. Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo unajua jitihada ambazo serikali imezifanya, ukarabati mkubwa sana uliofanyika kwenye vyuo vya walimu na sekondari za serikali ulikuwa kwenye mwanzoni mwaka 90 kwa mradi mmoja uliitwa Dalida. Wale wa zamani mnaweza mkajua Dalida ndio ilikarabati vyuo na sekondari hizi zote za serikali wakati ule. Lakini mwingine mkubwa umekuja kwanza kwenye miaka ya 2016. Vikaanza ukarabati kwanza vile vyuo ambavyo vilichukua wanachuo wa sayansi waliotoka UDOM, na baadaye vingine vikaendelea kukarabatiwa na hiki kikiwemo. Kwa hiyo mimi nichukue fursa hii kuwashukuru wana Shaicom alumni kwa kazi kubwa ambayo mmeifanya ya kuanza kuona kwamba ni muhimu mkaendelea kuiunga serikali mkono katika kukarabati haya mabweni ambayo kwa kweli tumeyazindua, tumeyaona pale kwa niaba ya mgeni rasmi, lakini nimefurahi sana. Shaicom Mapendo Sports Promotion, muunganiko wa wanafunzi waliosoma Shaicom tangu kuanzishwa kwake mwaka 1965, iliandaa kwa mafanikio mbio za Shaicom Alumni Marathon katika mkoa wa Shinyanga zilizofanyika tarehe 21 Septemba 2024 kwa lengo kuu la kukusanya fedha za ukarabati wa mabweni ya wavulana Uhuru na Jamhuri katika chuo cha ualimu Shinyanga. Tukio hili lilishuhudia mwitikio mkubwa ambapo zaidi ya washiriki 500 walihudhuria. Jumla ya washiriki 451 walijisajili na kuchangia shilingi milioni 15,785,000, huku michango mingine kutoka kwa wadhamini ikiwa ni shilingi milioni 240,447,700 na kuleta jumla ya shilingi 256,232,700. Mpaka leo Machi 15, 2025 tunapokabidhi mradi huu wa ukarabati wa mabweni haya ulioanza Novemba 11, 2024 umegharimu shilingi milioni 124,275,892, kazi iliyofanywa na Suma JKT kanda ya Ziwa Magharibi. Mafanikio ya ukarabati bweni la Uhuru na Jamhuri, kiasi cha fedha shilingi milioni 124,275,892 kimetumika kufanya marekebisho muhimu katika maeneo yafuatayo: mfumo wa umeme na usafi wa mazingira, mfumo wa maji safi na maji taka, marekebisho ya vyoo na mabafu, upakaji rangi ndani na nje ya bweni, ubadilishaji wa milango yote, kubadilisha nyavu na vioo vya madirisha, ubadilishaji wa silkboard
ukarabati wa makabati za kuhifadhia vitabu na nguo kwenye vyumba vya kulala, uwekaji wa vigae au tiles, ujenzi wa kingo za nje kuzunguka bweni, marekebisho madogo madogo ya paa upande wa bati, uwekaji wa sinki za kunawia pamoja na maboresho katika eneo la nje la kuingilia bwenini. Maboresho haya yameongeza sana ubora wa makazi chuoni, hivyo kutoa mazingira bora na rafiki kwa wanachuo kujifunza kwa ufanisi zaidi. Itakumbukwa kuwa safari hii ambayo leo tunaikamilisha ilianza tangu tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2024, siku ambapo tukio muhimu liliandaliwa na kusimamiwa na taasisi ya Shaycom Mapendo Sports Promotion la mbio za hisani ya Shaycom Alumni Marathon iliyofanyika. Lengo kuu la kufanyika kwa matembezi hayo ilikuwa ni kukusanya fedha za ukarabati wa miundombinu ya chuo chetu cha ualimu hapa tulipo. Leo hii tumekusanyika hapa kushuhudia na kusherehekea pamoja mafanikio yaliyotokana na umoja wetu sisi sote. Ama kweli umoja ni nguvu. Mabweni ya vulana, yani Uhuru na Jamhuri, yanayokabidhiwa kwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia hivi leo. Tunaamini mabweni hayo yatakuwa kwenye mikono salama ya uongozi wa chuo cha ualimu Shinyanga kwa kizazi kilichopo na baadaye. Kwa mara nyingine nashukuru uongozi wa Shaycom Mapendo Sports Promotion kwa kuikaribisha Jambo Group katika ghafla hii. Kwa chuo hiki namsaidia mkuu wa chuo, mimi nikiwa kama principal technician, ambaye kwenye ukarabati wa haya majengo mnayoyaona hapa nyuma, mimi ndio nilikuwa msimamizi wa kusaidia shughuli hizi, kumsaidia mkuu wa chuo. Hali ya majengo haya kabla ya ukarabati ilikuwa na hali mbaya sana. Yaani yalikuwa kuanzia kwenye dari, roofing ambayo ni paa, mule ndani kuta zilikuwa hata zimeharibika sana, sakafu, milango kulikuwa hamna na nini, louvers, mabomba, kulikuwa hakuna hata system ya maji mule ndani kwenye vyoo. Lakini baada ya ukarabati vyote hivyo tumeweka kuanzia mambo ya papu, yaani tuseme mabomba tumeweka yote, na sasa wanafunzi wanaoga kwa kutiririka. Zamani kwa wanachota kando wanaenda kule nje, sasa yale mabomba yanatiririka. Sakafu tumeweka nzuri kabisa, pamoja na paa kama unavyoona tumepaka rangi, pamoja na kuta mnaona hapa tumeweka aggregate, kokoto. Tumefanya vitu vingi sana, na hii ni kwa sababu ya Marathon walivyotusaidia au Aluminium, tunawashukuru sana. Na usimamizi wa hapa ulikuwa ni wa kusaidiana. Sisi tunamsaidia mkuu wa chuo na yeye anakuwa na sisi pamoja, na hii timu ya kamati ilikuwa inafika, na wajenzi wetu Suma JKT walikuwepo moja kwa moja, kwa wanafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo tumefanya kazi hizi kwa uangalifu na kwa uaminifu, na thamani ya hela, ingaje mimi sio msemaji wa hiyo shughuli, kwa kazi tuliyoifanya, yani tumefanya kazi kubwa sana kwa thamani ya hela ya kiasi kidogo sana. Hii ni pamoja na kwamba wajenzi wetu ambao ni Suma JKT ni kama vile na wao walichangia kutusaidia kwa gharama nafuu. Leo ni siku tulikuwa tukisubiri wanachuo wote, kwani kuna matengenezo na maboresho mazuri ambayo yanafurahisha na kufanya chuo chetu kionekane katika muonekano ambao haujawahi kutokea kabla. Hii sitamani iwe ni kwa wale ambao waliosoma hapa tu, natamani pia baadhi ya wadau wanapoona hafla hii ya ufunguzi wa haya mabweni mawili ambao ni mwanzo tu, natamani na wao wangeunganika nasi. Tunatamani miundombinu izidi kuwa mizuri zaidi. Tukisikia chuo cha ualimu Shinyanga, kila mtu anapoona mazingira ajue kweli ni chuo cha ualimu Shinyanga, kiko Shinyanga mjini na ni wilaya ya Shinyanga mjini. Hivyo basi, popote ulipo wewe ambaye utakayevutiwa na jambo hili, karibu uje utusaidie kutengeneza baadhi ya miundombinu mingine ambayo inakizunguka chuo chetu, ili chuo kiweze kuwa kizuri zaidi,
kivutie na pia kitufanye sisi kama wanafunzi tupate mazingira bora kwa ajili ya ujifunzaji wetu, lakini pia mazingira yetu yatakufanya sisi tufanye usafi kwa urahisi zaidi, kwani miundombinu itakuwa inaeleweka. Na pia kingine, nipende kuwapongeza hawa waliounganika nasi na nyie mtakao kuja. Mwenyezi Mungu awabariki ili tuweze kutengenezewa yale mabweni ya UMISETA na baadhi pia kwenye baadhi ya maeneo kwenye mabweni ya Jakaya na Magufuli, ili tuweze kuwa na mazingira bora, safi na sahihi katika ufunzwaji wetu. Nyuma yangu unaonekana jengo moja zuri kabisa. Tunashukuru, tunatoa shukrani sisi tukiwa kama wanachuo wa chuo cha walimu Shinyanga kwa marekebisho yaliyofanyika katika mabweni yetu kutokana na Shaicom Alumni Marathon. Jambo hili lilifanyika mwaka jana mwezi wa 9 na lilitusaidia katika mambo mengi. Nadhani mfano mzuri tunaliona jengo zuri kabisa ambalo tunasubiri uzinduzi wake. Naomba kitu hichi kiwe endelevu, si mwaka huu tu, bali miaka endelevu iendelee kuwepo kwa sababu itatusaidia katika mambo mengi sana. Tunaona mfano mzuri tuna bweni letu kama UMISETA, si zuri kihivyo, Muungano pia si zuri kihivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba hichi kitu kiwe endelevu kwa ajili ya kusaidia katika mabweni kama hayo, kwa sababu tukiwa na mabweni kama haya nadhani usomaji utakuwa mzuri katika nyakati za usiku. Pia kiafya ni mabweni ambayo yanaruhusu yako vizuri katika mambo mbalimbali. Tunashukuru sana Shaicom Alumni Marathon kwa utekelezaji huu uliotokea. Tumedhamiria, tunaboresha elimu yetu.